Mungu hana ushirika na giza. Lakini ulimwengu tunaoishi leo ni ulimwengu wa aina gani? Tunaishi ulimwengu ambao watu wanapenda waambiwe mazuri. Tunaishi ulimwengu ambao watu wamejipatia walimu makundi makundi. Yesu anasema mmekula roho moja, mwili mmoja, ubatizo mmoja, imani moja. Lakini kwa nini watu wa Mungu hawaendi na kunia katika mamoja? Ni kwa sababu kila mtu ana namna anavyojirisha anapobaki peke yake. Neno la Mungu liko wazi sana kwa habari ya imani. Anaanza anasema pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Yaani ushirika unaoanza, yaani giza na nuru vinaanzaje kuwa na ushirika? Maana palipo na nuru giza linakimbia, na palipo na giza nuru haikai. So ukimkuta mtu wa Mungu anaanza kuwa na urafiki na watu ambao hawana Mungu, anaanza kufungamana nao katika mambo mbalimbali, huyu hawezi kuwa mtu wa Mungu kabisa, na mbinguni hawezi kwenda. Ni ngumu tu kumtia mtu moyo, kwa sababu wale wanaojipendekeza watafanya hivyo. Watakwambia tu hakuna mwanadamu asiyetenda dhambi, hakuna mwanadamu ambaye sio dhaifu. Watajipendekeza katika vinywa vyao, lakini Mungu anasema watakuwa ni kama wameoza katika mifupa yao. Ndani yao hakutakuwa na uhai, kwa sababu wanainyima kweli haki. Biblia inaongea kwa habari ya kuijua kweli, na ile kweli inawaweka huru. Anakuja tena anasema pana urafiki gani kati ya mtu anayeamini na asiyeamini? Yaani unaanzaje kuwa na urafiki na mtu ambaye ni mzinzi na ukawa salama? Unaanzaje kuwa na urafiki na mtu ambaye ni mshirikina na ukawa salama? Unaanzaje kuwa na urafiki na mtu ambaye amtaki Mungu na ukawa salama? Ni Mungu anakataa, sio mimi. Anauliza pana ushirika gani kati ya anayeamini, urafiki gani kati ya haki na uasi? Yaani mtu ambaye hapendi mambo ya Mungu anaanzaje kuwa rafiki yako? Biblia inasema hata fedha yao msiitamani. Naona ndio maana kuingia mbinguni sio jambo rahisi. Tunaweza kuomba, tunaweza kufunga, tunaweza kuimba, tunaweza kusujudu, tunaweza kuabudu, tunaweza kutoa sadaka, lakini kuna mambo tusipoyashika tunajidanganya nafsi zetu. Ndio maana kuna eneo anatuambia lishikeni hilo jema. Na hilo jema ni lipi? Sio kumjua Mungu wa kweli wa haki na kuliishi neno lake,